Karibu tena, hii hapa ni GPS. Mimi naitwa Frederick Bundala, nipo na DJ Smart pamoja na Ali Masubi. Tuangalie sasa hivi, tuende kule Middle East na hususan Gaza, ambapo kundi la Hamas limetoa rasmi majibu yake kwa pendekezo la kusitisha mapigano lililowasilishwa mapema wiki hii na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, anaitwa Steve Witkoff. Kupitia taarifa yake, Hamas imesema iko tayari kuachilia huru mateka 10 wa Kiyahudi walio hai pamoja na miili ya mateka 18 ambao wamefariki dunia kwa masharti ya kuachiliwa kwa idadi maalum ya wafungwa wa Kipalestina waliopo gerezani huko Israel. Hata hivyo, Hamas imeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu rasimu hiyo, ikisisitiza masharti yake ya muda mrefu ambayo ni usitishaji mapigano wa kudumu, kuondoka kabisa kwa majeshi ya Israel kutoka Gaza na uhakika wa kuendelea kwa misaada ya kibinadamu, mambo ambayo hayajajumuishwa kwenye pendekezo la sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vipengele muhimu vya mpango wa Marekani ni hivi: 1, kusitisha mapigano kwa siku 60; 2, kuachiliwa kwa mateka 28 wa Kiyahudi ambao wamefariki dunia na walio hai ndani ya wiki ya kwanza; 3, mateka wengine 30 kuachiliwa pindi usitishaji wa kudumu utakapofikiwa; 4, kuachiliwa kwa wafungwa 1236 wa Kipalestina na miili waliokufa 180. Kuingia 6 ni kuingia kwa misaada yini 5 kuingia kwa misaada ya kibinadamu kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Licha ya Hamas kutokukataa waziwazi mpango wa Steve Witkoff, wamesema majibu yao ni hayakubaliki. Steve amesema majibu ya Hamas hayakubaliki kabisa na anaweza kurudisha nyuma juhudi za amani. Ameitaka Hamas kukubali mpango huo kama msingi wa mazungumzo ya karibu ambayo yanaweza kuanza wiki ijayo. Ofisi ya waziri mkuu kwa upande wake ya Israel, Benjamin Netanyahu, imeunga mkono kauli Witkoff, ikisema kuwa Hamas inaendelea kukaidi na kwamba Israel itaendeleza operesheni za kijeshi hadi mateka wake warejeshwe na kundi hilo kushindwa kabisa. Lakini pia tuliona kauli ya waziri wa ulinzi ambaye ni bwana Israel Katz, aliswatishia Hamas akisema wasipokubali pendekezo hili basi wakubali kuangamizwa kabisa, kwa sababu wataendelea kufanya hivyo. Na katika habari nyingine ni kwamba jeshi la Israel limeripoti kumuua Mohamed Sinwar, au ni mdogo wake na Yahya Sinwar, kiongozi mkuu wa kijeshi wa Hamas, pamoja na makamanda wawili wa vikosi vya Rafah na Khan Yunis katika shambulizi la angani ambalo lilifanyika Mei 13 kwenye kituo cha uongozi chini ya hospitali ya Ulaya ya Khan Yunis. Kulingana na washahidi, watu 28 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa, akiwemo mwandishi wa BBC. Katika tukio lingine la Jumapili ni kwamba Palestina 31 wameuawa karibu na kituo cha misaada mjini Rafah, kusini mwa Gaza, wakati mizinga ya Israel ilipofyatua kwa raia waliokusanyika kupokea misaada. Wengi waliolazwa walifikishwa katika hospitali ya Khan Yunis. Kwa hiyo kilichopo sasa hivi ni kwamba mvutano uliopo huu wa ceasefire, Hamas wanataka ya kwao ni haya, lakini pia Israel na Marekani wana ya kwao. Ngoma bado hii ngumu sana, kama unavyoona kila siku mauaji yanaendelea, idadi ya vifo inazidi kuwa ya kutisha kabisa, na mambo ndo kama haya. Misaada yamezuiliwa na shida kubwa sana inaendelea kule. Wewe unapata taswira gani ya hapa tulikofikia? Mimi taswira ninayopata, confidence ya Israeli sasa hivi ya kutekeleza mpango wake ambao ni kuiannex, kuimiliki kwa ukamilifu Gaza na West Bank, imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tangia walivyoanza operesheni yao yani kuna changamoto za hapa na pale ambazo wamekutana nazo, lakini hakuna yoyote ya msingi ya kuweza kuwazuia wasifanye wanachokifanya. Kwa hiyo sasa hivi ile the greater Israel ambayo inaendelea Gaza, lakini mimi wanaambia watu tuangalie logically. Hamas wako Gaza, ndo sehemu yao. Kuna sehemu ambayo hawapo wala hawahusiki kabisa, na ni sehemu kama West Bank, lakini kule kuna mauaji yanaendelea kama ya West Bank. Kuna
settlers ambao wanafukuza watu kwenye nyumba wa Palestina kwenye nyumba zao na kuvunja na kufanya ujenzi na kukamata na kuua na kuharibu barabara West Bank, ambapo hakuna ugaidi ambao wanausema wao, hakuna Hamasa ambao wanaisema wao, lakini ni mpango wao wa the Greater Israel. Na nakumbusha ili kutulia msisitizo, Netanyahu aliposimama kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa aka display Middle East mpya na akaonesha bendera, akaonesha ramani ya Israeli ambayo yote ni Israeli. Hakuna maeneo ambayo yanatambulika kimataifa kwa mujibu wa chata ya Umoja wa Mataifa kwamba ni maeneo ya Kipalestina yote. Kwa hiyo na currently kuna wafanyabiashara wa real estate ambao tayari wanauza maeneo katika eneo la Gaza. Unajua Gaza ni sehemu ambayo ina thamani kubwa sana. Ukiachilia nishawahi kuongelea Levant, eneo la Levant ambapo kuna oil and gas na tayari kuna uchimbaji ambao unaendelea. Kuna beach zao, wana beach nzuri sana, wana maeneo mazuri sana. Tayari yale maeneo yashaanza kuuzwa kwa ajili ya developers and investors ambao wanataka kuingia. Kwa hiyo mwisho wa siku hakuna kitu ambacho cha kibinadamu ambacho ninaona Israel watasimama kwa ajili ya kutekeleza mpango wao wa the Greater Israel. Hii itakuwa ni back and forth, back and forth, back and forth. Hamna kipi ambacho tutegemee. So kuna taarifa nyingine hapa ambapo mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 4 za Kiarabu waliokuwa wamepanga ziara ya kihistoria katika ukingo wa Magharibi uliochukuliwa na Israel mwishoni mwa wiki hii wamelaani vikali Israel kwa kuzuia safari hiyo. West Bank. Yes, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan amesema uamuzi wa Israel unaonesha msimamo mkali na kukataa amani, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Afisa mmoja wa Israel alisema kuwa mkutano huo uliopangwa ulikuwa na lengo la kujadili kuendeleza juhudi za kuanzishwa kwa taifa la Palestina, jambo ambalo serikali ya sasa ya Israel inapinga. Tukianza na hilo, lakini pia utarejea na mtazamo wa tulipofikia hii kukinzana kwa makubaliano ceasefire. Mambo yakoje hapa? Yes. Kusema ukweli, hiki ambacho kimetokea kinazidi kuonesha, kama anavyosema ndugu yangu Suma, mpango wa the Greater Israel. Hili linaonesha hivyo. Unajua, ifahamike kwamba baada ya vita vya siku 6, nasema 6 day war mnamo mwaka 1963 kama sijakosea, Israel ndio mara ya kwanza aliingia West Bank. Yani aliingia rasmi na akawa kalikalia hilo eneo. Paka wa leo hii tunavyoongea, Israel hakuwahi kutoka West Bank. Na ukiacha hivyo, ukikaa ukajaribu tu kuvuta picha nzima kuangalia hali halisi kwa sasa hivi, West Bank ina zaidi ya 60%. Na West Bank ikumbukwe, kwa mujibu wa ule mkataba wa UN wa kugawanya kwamba nyie Israel bakieni na kwenu, hao wabakie na kwao, baada ya vita kama sijakosea baada ya vita, nimesahau kidogo vya mwaka gani, lakini UN ikaja ikaamua kwamba nyinyi bakieni kwenu, hao wabaki kwao, na kukawekwa mipaka rasmi. Lakini ukikaa ukaangalia kilichokuja kutokea Israel alivyoingia pale, na hili eneo analokalia sio la kwake. Yani West Bank anaikalia kimabavu. Na ni zaidi, kama nilivyosema, 60% ya eneo la West Bank wamekuwa wanalikalia. Na ukiangalia mambo yanayofanyika West Bank, kusema kweli yanasikitisha, ambapo West Bank unaweza kusema ndio ipo serikali ya maana sio ni tuseme serikali ile inayotawala inayotawala Palestina, ambayo sio nchi rasmi bado. Ni kama utawala ule ambao ndo tunafahamu ni wa Mahmoud Abbas. Kulikuwa kuna vyama vingine kama PLO, sasa hivi tena vimegopo, ndio havina nguvu kabisa. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia, unaona kabisa, ukiangalia hali ya West Bank ilivyo, kuna masetla kule, kuna jeshi. Masetla wenyewe wanaua wa Palestina. Yani hao masetla ni wale tu wakaaji ambao wanakaa pale, wanafanya shughuli zao, wana mashamba. Lakini mbali na masetla pia kuna hawa jeshi kama jeshi nalo lipo pale,
lina uwepo wake, wana military outposts zao zile, kambi zao, na yani ni namna ambayo unaona kabisa kwamba hawawezi wakakubali kuiachia ile West Bank. Ndo kama anavyosema, yani ile eneo wale wamekaa tu, lakini hawa jamaa wenyewe wanaona kama ile eneo ni la kwao. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia unaona kabisa kwa nini wamewazuia hawa viongozi wasiende pale. Viongozi hawa kwenda pale lingekuwa ni kama jambo la kuwapa nguvu wa Palestina, kwa sababu nchi za Kiarabu zimekuwepo zina support taifa la Palestina. Taifa la Palestine, wanavyoita wenyewe Arabu au Palestina, ni taifa ambalo limekuwa lipo katika historia huku kwa miaka mingi sana. Na lina significance kubwa sana kwa Waarabu, kwa sababu hata wale waliopo pale ni Waarabu. Kwa hiyo wao kwenda ilikuwa ni kuonesha solidarity, lakini pia msimamo ule wa taifa, wa kuipa nguvu kama wenyewe wanavyosema, ile dhana ya kuwa na taifa la Palestina. Ama tunafahamu kwamba sasa hivi kumekuwa kuna huo mchakato, lakini ni mchakato ambao Israeli wao hawataki, na hata normalization ya Saudi Arabia wao kuweza kuitambua Israel na kuweza kufanya yale mahusiano yao yasiwe yale ya kihasimu, yale mahusiano ya kawaida. Wao wamesema kwamba ni mpaka Israeli itambue mbali tuna kusitisha vita, lakini itambue taifa la Palestina. Kwa hilo linaonesha kabisa Israel hasapoti kabisa swala la kuwa na taifa la Palestina, kwa sababu viongozi wangeenda pale, lazima ilile lingewapa wale ni kama nguvu kubwa, na lingewapa wale wa Palestina wa West Bank mileage na global, ile tunasema global stage, waweze kuonekana. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho wao kama wao hawawezi wakakiruhusu kabisa. Lakini hali ya West Bank kusema kweli si nzuri nayo, na unaona kabisa hiyo ndio tunasema kama sehemu pekee ambayo ungeweza kusema labda ingekopo labda kama sehemu ya Palestina, yani kama identity ya Palestina kubwa zaidi ile ubaki, kwa sababu Gaza sote tunaona hali ya Gaza kusema kweli hata kesho yake haijulikani. Lakini hata hiyo West Bank ukiangalia, niliangalia siku kadhaa zilizopita, niliona picha ya settlements ama makazi ambayo yanajengwa. Unakuta West Bank panajengwa makazi mazuri sana pale, wanajenga wale jamaa, lakini ni katika eneo ambalo sio la kwao kisheria. Hilo ni eneo ambalo ni la Palestina wao. Kwa hiyo nchi ya Israel kusema kweli, ama taifa la Israel, ni wazi isiyokuwa na mashaka kwamba wataendelea kuchukua maeneo kila siku. Yani swala la maeneo kwao, yani ardhi kwao ni kama kitu cha muhimu sana, na wale wote waliopo kama wanavyowaita wao, hao ni wanyama, kwa sababu sio tu West Bank, angalia huko Syria napo wamekuwa na mega. Gaza ndo hii hapo wanaitaka either waikate nusu, ama sio kuikata nusu basi waichukue yote. Sasa swali ndo hilo linakuja kwamba hawa waliopo Gaza wataenda wapi? Kwa hiyo hapo nadhani nitakuwa nimejibu kuhusiana na hii ziara ya hawa viongozi walioenda. Sasa tukirudi kwenye hali nzima ya nini kilichojiri, kwanza ukiongelea ceasefire, hii plan ambayo imewasilishwa na Steve Witkoff ya siku 60, sisi wengi tunafahamu kwamba hata kama Hamas watakubaliana nayo, kwa sababu wao wamewapa Hamas, lakini vipi Israel wao? Israel wao wanasemaje? Lakini hii sio ceasefire ya kwanza. Ipo ya kwanza ambayo hawa Hamas walikubaliana nayo, na ilikopo ni ceasefire ambayo tuliambiwa itakuwa na awamu. Awamu ya kwanza wataachiwa mateka, baada ya pale ambayo ilikuwa ya mwezi mmoja, itakuja awamu ya pili mpaka awamu ya tatu ambao vita vitaisha kabisa. Lakini baadaye tunaona ceasefire ikaenda ikavunjika. Israel wakasema Hamas yamekopa wanatoa mateka kwa kuwadhalilisha, na mambo yakawa mengi kweli kweli. Kwa hiyo hata hii ya siku 60 hatuna uhakika kama itakuwa vile. Kwa nini? Kwa sababu hawa Hamas, kwanza inavyosemekana, siku kadhaa nyuma kuna maneno yalizuka walivyokuwa wanamwachia yule mfungwa wa Marekani, palizuka maneno kwamba ndo mfungwa pekee anayosema yupo hai. Lakini leo kwa ripoti, kwa intro ambao umetusomea hapo utangulizi, unasema kwamba wamesema wataachia mateka wengine 10. Sasa kama wanaweza kuachia mateka wengine 10, si walisema kwamba hawa wengine hawako hai? Kwa hiyo unaweza ukaona watu wa Gaza wenyewe maisha wanayoishi, na hapa
pamoja na kwamba Hamas tunajua Oktoba 7 ile walikosea, hiyo mimi siwezi nika justify kuua watu kwa watu, lakini sote tunakubaliana kitu kimoja kwamba kwenye swala la kuwatunza wa hostage Hamas wamefanya kazi kubwa sana, kwa sababu tunaona hali ambao wanatoka nayo. Unaweza kuona yule wa Marekani alivyotoka, lakini mkaa ujiulize sasa, hawa jamaa, hii siji iliyofanyika, watu wa Gaza wenyewe wale raia pale wanaishi maisha magumu, lakini hawa hostage wanakula vizuri, wana survive vizuri, wakati raia wa Gaza wenyewe wamezuiliwa. Kwa hiyo hii ni resilience kubwa ya hali ya juu. Jiulize, tangu ile ceasefire ilivyodondoka, baada ya kuvunjika ile ceasefire wakaanza kupigana tena, Hamas wame back down. Hamas hawajakata, bado wanapigana, lakini Netanyahu naye anasema atapigana, kwamba ndo solution pekee iliyobaki. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia unaona kabisa hii resilience ambayo Hamas wameionyesha, wameandika historia ambayo haitokuja kufutika kwa miaka 1000 mingine. Vitabu vya historia vitaandika na vitaongelea ushujaa wao, wafe au wasife. Ushujaa kwa sababu wameweza kushikilia bunduki na kuweza kupambana mpaka muda huu na moja ya majeshi bora duniani, chini ya heavy bombardment na fire. Wanashushiwa mabomu yale ambayo yani ni makubwa, wanashushiwa mabanka busters, wanashushiwa kila aina ya hell kama wenyewe ambavyo wanaitaga, moto ule na jehanamu, lakini bado wameendelea kusustain. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia hichi ambacho kinaendelea sasa hivi, ukiangalia hii draft ya ceasefire kabisa, unaiona ni ceasefire ambayo kama wangekubali Hamas, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wanakuwa Netanyahu anakuwa kaishashinda, kwamba Hamas, nyinyi mshushe silaha chini. Mkikubali kushusha silaha chini, basi sisi majeshi ya Israel tutakubali kurudi. Na nyinyi viongozi wao wanavyosema kwamba plan ni kwamba wale viongozi wao wa exile labda waende huko nje, yani pasio pana Hamas kabisa, ibaki tu ile Israel ya kawaida, ibaki mkanda wa Gaza wa kawaida. Kama majeshi ya Palestina yakiingia, majeshi ya Israel kama yakiingia, yabaki tu kama yana monitor. Hiko ndio Hamas yakitaka, kwa sababu wanajua pale tu atakapoweka silaha chini, Israel hawezi maintain maneno yake. Lazima kwa sababu atakuwa tayari yeye ana nguvu pale, lazima Gaza ataikalia kimabavu kama ambavyo amekopa anafanya West Bank. Lazima kutakuwa kuna majeshi yake, pengine hata Gaza inaweza ikakatwa nusu na wale watu wa Palestina ambao wako wakabakia kwenye maeneo yao. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho Hamas wanakiepuka, kwamba kama tutakubaliana na ile ceasefire ambayo Israel wanaitaka, maana yake ni kwamba Israel anakuwa kama kapata ushindi, kwa sababu target ya Netanyahu ni nini? Kurudisha mateka wote, lakini pia kuhakikisha Hamas inapotea. Sasa kama ule ceasefire inasema kwamba nyinyi Hamas muweze kuondoka na msiopo tena na mmekubali, maana yake ni kwamba ameshinda Netanyahu. Kulikuwa kuna maana gani ya kupigana? Kwa hiyo hata Hamas na wao wanaangalia, sawa, sisi tunakata tamaa, sisi tunakubali, sawa, yaishe, lakini kwa mazingira gani? Ndio maana sasa inakuja hiyo ceasefire ya siku 60 ambao Hamas wao kama wao wana mashaka kwamba hata kama tukubaliana kusitisha kwa siku 60, sisi tutatoa mateka hawa 10. Lakini uhakika au garanti ni ipi kama Israel hawezi akafanya kama alivyofanya mwanzo, alivyovunja mwanzo? Na nyinyi Marekani nini mlichomfanya? Kitu tu ambacho siku hizi chache za karibuni kimekuwa kinatushtua, ni hii kuona ghafla nchi za magharibi, nchi za Ulaya zaidi zimebadilisha mtazamo wao ghafla, na kusema kweli hadharani zimeikataa Israel na zimekopo zinapeleka pressure kubwa sana, kwa sababu hali imekuwa mbaya mno. Watu walikuwa wamekongoroka, wamebaki mifupa, kwa sababu kakaskai, mwili wa binadamu namna ulivyo unatakiwa upate ni vyakula. Tule sisi chakula, tupate protini, tupate carbohydrates kwa ajili ya ambayo wanga kwa ajili ya nguvu, misuli unatembea, unafikiria, na masuala mengine tupate hivyo virutubisho, lakini protini kwa ajili ya ukuaji, kujenga misuli. Sasa
vile vinavyokosekana inafikia hatua mwili unaanza kujila wenyewe. Ndo kama tunachokiona Gaza, yani mwili umekosa chakula, umekosa carbohydrate, umekosa nini, inabidi uvunje hizi nyama zako hizi ambazo tayari unazo, zinavunjika. Zikishavunjika hizo nyama, maana yake ndo mwili unapata virutubisho hapo. Mwisho wa siku unakuta mtu amekongoroka, amebaki mifupa. Watu wa Gaza ukiwaangalia, hasa wale unakuta watoto, mtoto mdogo ni infant, amekongoroka, ameisha. Na hiyo mara ya mwisho tuliona Warsaw, uko Warsaw Poland, uko kwenye zile kambi za Hitler. Yani ndo tuliziona, ni binadamu ambaye aliweza kufanya haya yanayofanyika sasa hivi kwa watu wa Gaza alikuwa ni Hitler. Kwenye zile kambi wanaziita ghetto, yani neno ghetto ndo wewe ukiona unaitaga nyumba yako ghetto lilianziaga huko zile kambi za za Poland. Zilizokopo zimewekwa huko Poland katika vita vya pili vya dunia, ndizo zikopo zinaweka zina watu walionekana na hali kama hii ambayo tunaiona Gaza, na ilikuwa hali mbaya. Yani kitoto kichanga cha miezi 9 kimekongoroka chenyewe, yani kimebakia. Kusema kweli hali ni mbaya. Kwa hiyo hiki ambacho kinaendelea Gaza, ile besiege ndo imepelekea hii condemnation ghafla. Yani tunashangaa wachambuzi wengi, imekuwaje hawa wamekumbwa na nini, sijui Uingereza au Faransa. Na hii sio ajabu, tunaona kwamba watu wa Ulaya wamekuwa na tabia kuja na stand moja, ni kama hawajiamini. Bwana wewe ukifanya, mimi nikifanya, tukiwa wawili panakosekana wile wa kumlaumu ama wa kumtolea mfano. Yani tayari sisi tumekuja na maamuzi ya pamoja sisi sote. Kwa hiyo tunachokiona sasa hivi pengine kinaweza kikaleta mabadiliko hiki kinachofanywa na nchi za Ulaya, lakini pengine pia inaweza ikawa ni maelekezo ya baba yao ama kiranja wao mkuu ambaye ni Marekani, kwamba nyie sasa hivi nyie mjaribu kumpush Israeli aone kwamba sasa hata ile support ya wale watu wake wa karibu imetoka, kwa sababu isingekuwa hata hii pressure ambayo kapewa, pengine asingeruhusu kabisa misaada ya kibinadamu kuingia. Kama nilivyosema, alikuwa kazuia kabisa, yani watu wafe, kama kufa wanakufa na msaada ulikuwa ingi. Japokuwa hata huu unaoingia sasa hivi ni mdogo, ila angalau kwamba watu wanakula kiasi, na namna ambavyo wanakigawa chakula hiki ama hiyo misaada imekopo inagawiwa katika namna, kwanza inakuwa kwenye viboksi, na yeye ana control kwamba anasema kile chakula kisiwafikie Hamas, anavyosema yeye hivyo. Lakini kinamna kinavogaiwa inagopo, kuna posti zimetengenezwa mbalimbali, vituo vile ambavyo wanagopo wanajeshi wa Israel wapo pale, na kuna watu unaambiwa wanatembea mtu hadi kilomita 3 anafuata hicho chakula ambacho labda ndio kibichi, kibox kimoja tu. Na nakwambia bado kuna mmoja nilimuona anasema, bado nimeenda na njaa sana mpaka kufika huko kuchukua hicho chakula, na sina hata nguvu za kurudi kwenda kukipika au kufanya. Kwa hiyo hali ya Gaza kusema kweli ni mbaya, na sote tunafahamu kaka Sky. So hivi karibuni tumeona raisi wa Ufaransa Bwana Macron akitoa kauli kali kidogo kuhusiana na kile ambacho kinaendelea Gaza, kwamba nchi yake ametangaza vikwazo kwa Israel dhidi ya kile ambacho wamewaita ni walowezi wa Kiyahudi wa serikali ya Israel haitachukua hatua kukabiliana na mgogoro wa binadamu unaozidi kuwa mbaya Gaza. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waziri mkuu wa Singapore Lawrence Wong, Macron alisema kuwa mzingiro wa Israel dhidi ya Gaza umeleta hali isiyovumilika, huku mashirika misaada yakionya juu ya hatari ya njaa kali baada ya takriban miezi 3 kuzuiwa kwa misaada. Iwapo hakutakuwa na mwitikio kati ya saa au siku zijazo unaoendana na hali ya kibinadamu, tutalazimika kuchukua msimamo mkali zaidi, alisema Macron, akisisitiza kuwa jamii ya kimataifa haiwezi kubaki kimya wakati wa Palestina wanakabiliwa na njaa na ghasia. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilijibu kwa hasira, ikisema kauli za Macron ni uongo wa wazi na kudai kuwa hakuna mzingiro wa kibinadamu Gaza, licha Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada kuthibitisha kuwa Israel imezuia misaada mingi tangu Machi 2. Ingawa Israel imeanza kuruhusu kiasi kidogo cha chakula na dawa kuingia Gaza kupitia shirika jipya la Gaza Humanitarian Foundation GHF linaloungwa mkono na Marekani na Israel, mashirika ya misaada yamekosoa hatua hiyo kuwa ni ya juu na isiyotosha. Ripoti kutoka Khan Yunis mnamo Mei 29 zilithibitisha kuwa Wapalestina kadhaa walipigwa risasi na wanajeshi wa Israel walipokuwa wakijaribu kufika katika kituo cha usambazaji misaada cha GHF.
Waandishi wa Al Jazeera walieleza hali ya vurugu na hofu katika maeneo ya misaada ambapo raia wenye njaa walikumbana na risasi badala ya chakula. Katika hotuba yake, Macron pia alisisitiza kuwa kutambua taifa la Palestina si wajibu wa maadili tu, bali ni hitaji la kisiasa, lakini akaongeza kuwa kutambuliwa huko kutategemea masharti, ikiwemo kusalimishwa kwa silaha na kundi la Hamas. Ufaransa inajiandaa kwa mkutano wa kimataifa na Saudi Arabia kati ya Juni 17 hadi 20 ili kuandaa ramani ya kuelekea taifa la Palestina, huku ikilenga pia kulinda usalama wa Israel. Hata hivyo, wachambuzi wameonya kuwa hatua hiyo inaweza kuzua mivutano wa diplomasia kati ya Ufaransa na Israel pamoja na nchi za Magharibi. Unadhani kauli ya Macron na vitisho vya kuweka vikwazo kwa Israel inaweza ikawa ni shinikizo la maana na likamshtua Netanyahu, na kama nchi Ufaransa inaweza ikaitikisa Israel? Hapana. Yani hapo kinachoendelea ni good cop bad cop. Polisi mzuri, polisi mbaya. Hamna chochote cha maana. Macron, unakumbuka tangia vita vya Lebanon akasema ataenda kusaidia Lebanon na kupeleka silaha na vitu kama hivyo, na wamekuwa wanasema. Alafu ukiweza kuiangalia sasa hivi inaelekezwa kama vile misaada imezuiwa, watu wanatakiwa pewa misaada na nini. Ni kama vile issue inaendelea Gaza ni ya misaada peke yake. Haongelei watu wanaokufa na wanauawa na collateral damage na mauaji ya mabomu na vitu kama hivyo na aina za silaha zinazotumika pale. Hivyo vingine vyote hawaongelea. Sasa hivi wametengeneza kama vile issue ni misaada, na misaada ikiruhusiwa kama the rest everything is fine. Nadhani at least watu ambao nadhani wanaongea na wako serious ni Spain ndo kwenye hili jambo amelikomalia, lakini kwa Ufaransa hamna chochote cha maana ambacho nakiona kutoka kwake. Na watu wote ambao utaona wako serious ni kama nadhani Bwana Khan wa ICJ. Nadhani mnajua kwamba jinsi wamefreeze account zake na wamtengenezea kesi ya kutengeneza ya udhalilishaji wa kingono na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu ambao wako serious then wanakutana na maadhila ambayo yako serious, lakini the rest kama hawa mimi naona hamna chochote kinachoendelea. Sawa. So waziri wa mambo ya nje wa Israel Katz ametangaza kwamba operations za kijeshi dhidi ya Gaza zitaendelea bila kusita licha ya mazungumzo ya usitishaji mapigano yanaendelea. Kupitia chapisho kwenye mtandao wa X, Katz alisema ameagiza jeshi la Israel kushambulia malengo yote kwa njia ya anga, nchi kavu na baharini ili kulivunja kabisa kundi la Hamas. Jeshi la Israel litatumia njia zote muhimu kwa anga, nchi kavu na baharini ili kulisambaratisha Hamas, aliandika, akieleza kuwa mashambulizi yanaendelea kwa nguvu kubwa yakifungua njia kwa vikosi vya ardhini kusonga mbele. Aliongeza, yeyote anayetuua na kupigana nasi atalipa gharama kamili. Akaonya kuwa Hamas inakabiliwa na chaguzi mbili: kutoa mateka au kuteketezwa kabisa. Turudi kwa Gosma. Unadhani dhamira ya Israel ambayo imekuwepo tangu mwanzo iangamiza kabisa kundi la Hamas watafanikiwa kwa namna yote? Maki wamekuwa wakisema hivi, tunawamaliza hawa. Unajua kwenye mchezo wa geopolitics lazima uwe na adui, lazima mtengeneze adui. Ndo maana watu hawenda wasielewe significance, uzito wa Putin alipomwambia Clinton kwamba Urusi iko tayari kujiunga na NATO, kwamba the moment lao ingetokea kwamba NATO ikakuruhusu Urusi ijiunge kwenye NATO, tayari the military industrial complex inge collapse, kwa sababu hakuna tena adui. Lazima atengenezwe adui. Miaka yote fuatilia, alitengenezwa adui kipindi kile cha USSR, akatoka hapo ikatengenezwa adui Al-Qaeda, Taliban, ISIL, Boko Haram. Lazima siku zote atengenezwe adui. Kushokuwa na hakuna adui, hakuna justification yoyote. Kwa hiyo inapokuja issue ya Hamas na kuiangamiza, ni lazima atengenezwe adui, kwamba adui ni Hamas na mateka na vitu. Nadhani at this point, kufikia hatua hii, sidhani kama kuna mtu yote ambaye ana wasiwasi kwamba lengo la Netanyahu, hana shida kabisa na wale mateka, wafe wasife, watoke hai wasitoke hai. Na tumeona mateka walioachiwa
wakiongea, mateka wa Kiisraeli wakiongea, wakisema sisi tulikuwa tunaihofia serikali yetu ya Israeli ituue kuliko Hamas. Hamas walikuwa wanatutekea vizuri zaidi na kutujali na kutulinda kuliko Hamas, kuliko jeshi letu la Israeli. Na tumeona kwamba nguvu imetumika several times, haijazaa matunda yote. Sehemu ambazo Israeli imefanikiwa kupata mateka katika hali nzuri ni through negotiation na kwa through makubaliano. Kwa hiyo hawana nia ya kupata mateka, hawana nia ya kubaliza vita. Lengo lao ni mpaka waikamate Gaza yote, especially nusu ya kwanza tayari iko kwenye mipango yao, annexation na mipango yote iko tayari. Huku iliyobakia ndo wanapambana nao, ambao ndo kuna watu ambayo moja ya plan ndo kama tumemsikia Trump ambayo anataka kuwatoa wale watu, na hiyo ndio ilikuwa plan tangia mwanzo, kwamba mwanzo wakati hivi vinaanza kwamba tuwatandike tuwasukume, na wao ndo walikuwa wanaambia tokeni huku juu, sogeeni kaniuni si wapi mpaka wafike huku Rafa, wakitegemea kwamba Egypt itafungua mipaka yake watu waende, na Lebanon watafungua mipaka watu waende. Lakini walivyoona Egypt imekaza na ni wamekaza, hawana pa kuwapeleka, wamewakazia. Sasa Trump amerudi na hiyo katika hali ya kutaka kuwahamisha walioko pale, na wanasema 1,000,000. Ukishaongelea 1,000,000 wakati vita vinaanza kulikuwa kuna 2.5 million. Kwa hiyo inamaanisha zaidi ya watu 1,000,000 wameuawa tangia Israel ianze operation yao. Kwa hiyo sidhani kama Israeli ana lengo lolote la kumaliza hivi vita bila ya kuikamata Gaza, especially northern part yote aikamate, iwe chini yao na kuifanya katika eneo lao, na huku southern part itakayobakia, eneo litakalobakia, iwapo wataweza kuwahamisha wale watu watawahamisha. Na moja ya sehemu ambao wanafikiria kuwapeleka moja wapo pia ni Afrika. Huku kuna baadhi ya nchi za Kiafrika ambao tayari wameshaongea na viongozi wa Marekani na Israeli kwa sababu ya kuwaleta watu wa Palestina iwapo watakubali. Kwa hiyo mwisho wa siku sioni kipya wala sioni nia dhati, wala sioni wakiwamaliza kwa njia ya vita, kwa sababu tumeshaongelea tukasema this is an ideology. Hii ni ideology, tunasemaje? Itikadi. Yeah. Huwezi ukaua itikadi hiyo. Sawa. So mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA, Philippe Lazzarini, ametoa onyo kali akiitaja mipango ya sasa ya mgao wa msaada Gaza kuwa ni mtego wa kifo, death trap, kufuatia ripoti za vifo vingi miongoni mwa raia waliokata tamaa na wenye njaa. Kupitia chapisho kwenye mtandao wa X, Lazzarini amekosoa vikali mpango unaoongozwa na GHF, akisema mfumo huo wa udhalilishaji unawalazimu maelfu ya Wapalestina wenye njaa kutembea maili nyingi hadi Rafa, eneo ambalo tayari limeteketezwa kwa mashambulizi mazito ya jeshi la Israel. Mpango huu wa sasa ni mtego wa kifo, aliandika. Raia waliokuwa wakitafuta msaada wanaripotiwa kuuawa na kujeruhiwa kwa risasi asubuhi ya leo Jumapili, akimaanisha hili haliwezi kuvumilika. Eneo la mgao lililowekwa huko Rafa kwa mujibu wa mpango wa pamoja wa Israel na Marekani liko katikati ya maeneo yaliyoharibiwa vibaya na mashambulizi ya anga. Madaktari wa kimataifa walioko Gaza wameripoti vifo na majeruhi kadhaa wakati wa zoezi la mgao wa leo Jumapili hiyo. Lazzarini alisisitiza kuwa mgao wa msaada lazima ufanyike kwa kiwango kikubwa na kwa usalama, akieleza kuwa ni Umoja wa Mataifa pekee likiwemo shirika lake la UNRWA linaloweza kufanya kazi hiyo kwa ufanisi na kutokuwa na upendeleo. Ametoa wito kwa serikali ya Israel kuondoa mzingiro wa Gaza mara moja na kuruhusu ufikishaji msaada bila vikwazo na kwa mashirika ya kibinadamu. Ameonya kuwa bila hatua hiyo dunia litashuhudia njaa ya kutisha, hasa miongoni mwa watoto zaidi ya 1,000,000 walioko Gaza. Amesisitiza pia umuhimu wa kuruhusu waandishi wa habari wa kimataifa kuingia Gaza ili kuripoti kwa uhuru juu ya mauaji na ukiukaji wa haki unaoendelea. Ni kwa kupitia vyombo huru vya habari ndipo ukweli wa uhalifu huu wa kutisha utaweza kufichuliwa, alisema. Sasa Masubi, tumesikia IDF wamethibitisha kwamba Mohamed Sinwar, ambaye tunajua baada ya kuuawa wake ndo akachukua kama hiyo nafasi, na inasemekana kwamba akachukua nafasi ya Mohamed Deif ambaye pia walimuua. Sasa hiyo ina maana gani na pigo gani kwa Hamas? Kwa sababu siku kadhaa nyuma zilizopita, kama wiki 3 hivi, palikuwa pana huo uvumi, watu walikuwa wanajiuliza kwamba Sinwar pengine ameuawa. Ulianza hizo tetesi, lakini
wenyewe hawakuwa wameconfirm kitu. Hamas walikaa kimya. Kwa hiyo pengine Israel sasa wameconfirm, japokuwa najiuliza wameconfirm kwa kutumia source gani, kwa sababu inabidi wao wenyewe Hamas ndani yao ndio wanajua kwamba huyu kauawa, huyu hajauliwa, kama hawana msaliti, kwa sababu na ni ngumu. Hamas kama wangekuwa na wasaliti paka leo wangekuwa wameshaisha, japokuwa tunafahamu Israel ametumia mbinu nyingi sana kuwateka baadhi ya hata wapiganaji, na imani atakuwa anawapata baadhi, anawateka na waweka kwenye detention, lakini sijajua wana mfumo gani mkubwa sana wa kuhakikisha pamekuwa hamna usaliti. Ndio maana nimekuwa tuna brainstorm kitu kimoja. Jiulize, Israel mabingwa wa hostage operation duniani, wana operation yao ile Entebbe, one of the best, ambayo ni operation ya kuokoa mateka, iliongelewa sana, imekuwa ni operation ya mfano mpaka leo inasifika. Lakini hawa mabingwa ambao tunaongelea wameshindwa kuokoa watu ambao wala wako maili nyingi, walitakiwa kusafiri kipindi kile, wakaja Tanzania, wakaja wapi, vurugu zikafanyika nyingi mpaka wakaweza kuokoa wale. Mchakato ulikuwa ni mkubwa na mgumu sana. Lakini leo wana hostage ambao wako sio mbali na ardhi yao pale pale, lakini wanashindwa kuwatoa. Muda wote huo wameshindwa kuwaokoa. Sio kitu cha kawaida, sio kitu cha kukichukulia kama ni kidogo kidogo. Maana nikasema Hamas nao kwa namna moja ni wapinzani, na hizi ndo tunaita asymmetrical warfare, vita visivyokuwa vya mlinganyo. Kwa sababu Hamas ni tunafahamu ni wadogo, Israel ni taifa. Kwa hiyo ni vita ya taifa, na Hamas ambao wenyewe wana bunduki, hawana ndege za kivita, hawana makombora, sijui mabankabasta, walikuwa na vile virocket tu vya sukari. Lakini Israel ana kila kitu. Kila kitu, ana pesa na kila kitu, lakini anapigana na watu ambao wana nini? Wenyewe wana ideology, wana bunduki. Bas hivyo ndivyo walivonavyo tu, labda na mbinu zile asymmetrical warfare zile sasa zenyewe strategies ambazo wao wanazo. Na speaking of that, tayari kile kitabu Kaka Sky nimemaliza rasimu. Ile rasimu ya kitabu kizima kina maneno 58,000. Yanaweza yakaongezeka kwa sababu niko nafikiria kuna baadhi ya vitu unaweza ukakaa hivi kinakuja unaona ukiweka kikiongelea haya yote, asymmetrical warfare, drones, manini. Na ni kama nilivyosema, ni ushauri kwa mamlaka za ulinzi na usalama Tanzania kuona namna gani vita vimebadilika, na ni case study ya kuangalia vita vya Russia na Ukraine na mambo yaliyotokea, especially drone evolution. Kutoka kwenye drone evolution, namna gani tunaweza tukawa na drone zetu kwa gharama ambazo ni nafuu, zinazoendana na uchumi wetu, kwa mbinu ambazo zinaendana na uchumi wetu. Unatoka hapo unakuja pia kwenye una hizo asymmetrical warfare hizi ambazo zimekuwa zinatokea, na kama taifa ni muhimu kujiandaa, kwa sababu inaweza ikatokea pia vikatokea non-state actors, waasi na nini. Mbinu kama hizo lazima kuzijua na kuweza kuangalia tunafanya. Kwa hiyo ni kitabu ambacho ni kizuri sana, na kwa sababu kitakuwa classified kwa muda sana, labda muhtasari ule kitakapokuwa tayari nitauweka. Kwa hiyo tukirudi kwenye hiyo issue ambayo ili trigger paka nimekiongelea kitabu ya kuongelea hizo asymmetrical warfare ambayo tunaiona kwa Hamas, kwamba hiki ambacho Hamas wanakifanya ni kitu ambacho sio si cha kuchukulia kabisa kimasiara. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia swala la Muhammad Deif ama Muhammad Sinwar, huyu kama wamethibitisha kwamba amefariki, basi sio ajabu. Lakini kama Hamas watadondoka, mimi mwenyewe mwanzo nilikopo napata sana wasiwasi na kusema Hamas wangedondoka sababu ya uongozi wao. Lakini kumbe paka sasa hivi ukikaa ukaangalia ile trend ya mauaji ya viongozi, ukianza na wale matop kabisa kina Ismail Haniyeh, ukaja ukashuka paka ukaja kwa kina Yahya Sinwar, wale ambao wako ndani ya Gaza na walio nje ya Gaza. Ukikaa ukachunguza utagundua kwamba Hamas hawapigani sababu ya uongozi. Wale dhamira yao ni kubwa kulikoni mifumo yao ya uongozi. Ndani hiki hata kuna siku smali wa hii ukisema lakini binafsi naona pia kabisa kwamba hawa jamaa
sio tu hata military sijui command structure. Hawa jamaa wanapigana sababu ya dhamiri yao, sababu ya itikadi yao, lakini pia wale mtu mmoja anavodondoka kwao ama watu wawili wanavodondoka kwao, ile ndo naona kama badala ya kuwakatisha tamaa inawapa nguvu. Anavosikia mama yako amefariki, kakako amefariki, mdogo wako amefariki, yeye badala ya kumkatisha tamaa ndo inampa nguvu. Kwa hiyo kupigana na watu wa namna hii ni ngumu sana sana. Kwa hiyo swala la Mohamed Deif kaka Sky nadhani litakuwa limekaa hivyo, lakini umegusia hapo kwenye introduction yako ni kitu ambacho pia nilikiongelea, swala la ugavi wa hii misaada. Kumbuka paka hii misaada imeruhusiwa, hali ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Na katika Instagram yangu kuna post nitaiweka, inaonesha hii Chimasubi ndo Instagram yangu. Kuna post nitaiweka inayoonyesha ina relate ile Poland ilikuwaje, Warsaw ilikuwaje, ambayo itaonyesha hii. Kama hujanifollow ni follow, afu utaweza kuona hiyo mfumo. Hali kutokana na hali ilivyokuwa mbaya imelazimu kaka Sky, ndo kama anavyosema ndugu yangu, bad cop good cop. Sijui kama wamefanya hivyo kama kwa mfumo huo, lakini pressure ambayo kidogo Israel alipata ndio imepelekea kabadilisha hiyo stand ama hiyo stance yake na kuruhusu hii misaada iweze kuingia sasa hivi. Na hata kama umegundua pia kwenye simu zile organization ambazo zinaomba misaada, ads zimekuwa nyingi, sababu baada ya kufunguliwa mipaka chakula kimeingia, japokuwa sio kwa 100%, kwa asilimia kadhaa. Lakini kama alivyosema hapa kwenye taarifa kaka Sky kwenye intro kwamba changamoto kubwa ni namna hivi vyakula vinavyogaiwa. Nimemsikia Netanyahu kwa kuna mwana SNS alini DM akanitumia, nikawa nimeangalia Benjamin Netanyahu anaojiwa na kama katoto kadogo kama karipota hivi, na ile sio AI, maana AI nayo sasa hivi inatuvuruga sana. Na anavojiwa pale anasema kwamba chakula hizi chakula kuweza kuingia na misaada ya kibinadamu yani itakuwaje? Akasema tutaruhusu, lakini unazuiaje isiwafikie Hamas? Unazuia isiwafikie Hamas kwa kuanzisha zile centers ama vituo ambavyo vinakuwa chini ya jeshi la Israel, na pale wanampa mtu mmoja baada ya mwingine. Sasa chakula chenye mtu anatupewa ni kidogo, alafu kakifuata kama nilivyosema mwanzo, labda umbali wa kilomita 1 kilomita 2. Jua ni kali, wenzetu kumbuka wana mazingira kama ya jangwa. Jua ni kali, mtu ana njaa hajala. Hebu imagine haujala bado unatakiwa tena kwa siku kadhaa, labda hujala siku 2, unatakiwa ufuate chakula katika umbali ambao ni mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo unakuta watu wanaambiwa tu sehemu fulani chakula kitakuwa kinagaiwa kama hivyo Rafa, inabidi watoke watembee umbali ambao ni mkubwa sana kwenye hivyo vituo. Na kama unavyosema, kumbe na kuuliwa tena wameanza, wanapigwa risasi, wanashambuliwa huko njiani wakiwa wanaenda. Kwa hiyo ni tatizo kweli kweli, tatizo ni kubwa sana. Kwa hiyo hiki kinachofanyika na Israel kusema kweli hakikuwahi kuonekana huko Urusi. Hata tusipaongelee, tumekuwa tunaongelea sijui civilian sijui, hata haiko yani haiko kabisa. Na tena imeonekana kama katika vita ambavyo vimekuwa vina civilian casualties ndogo ni hivi vita, yani katika hii miaka hivi karibuni ni hivi vita. Kaa ukaangalia baada ya vita vya pili vya dunia actually, kaa ukaangalia vita vya Korea, civilian casualty ilikuwa kubwa. Kaa ukaangalia Vietnam ambavyo ni vita hivi, Marekani alienda kule Vietnam. Ndugu yangu, ukiambiwa civilian casualties pale utaweza ukaogopa. Wao Marekani wao wenyewe wanadai kwamba civilian casualties walikuwa ni watu 400,000 kwenda watu 500,000. Lakini ukija ukaangalia mamlaka za Vietnam zinavyosema zenyewe, zinasema kwamba civilian casualties kutokana na vita vile, watu ambao waliuawa walikuwa wanauliwa na vita vile wanafika 2,000,000. Unaweza ukaona ni mauaji kiasi gani. Ndio maana hii dunia yetu tukaiangalia tangu enzi za Crusade huko kwenye makala ambayo iko SNS Premium, mnaweza mkasikiliza tangu enzi za nyuma, miaka mingi sana huko nyuma, paka leo hii
binadamu hajawahi kuacha kuuana. Yani sisi tumekuwa ni watu wa kuuana tu, vita sijui vya pili vya dunia, sijui mara huyu kamshambulia huyu. Yani sisi tumekuwa ni kuuana. Kwa nini? Ukiangalia the drive kubwa ya kufanya hivyo ni tamaa ya mamlaka, tamaa ya nguvu. Ndivyo vyote ukikaa ukazunguka utakuja tu utaona ni hiko. Kwa nini watu waliingia ardhi ya Palestina ambayo ilikopo ni pale watu walikopo wanakaa pale, wa Palestina wenyewe wanakaa, unakuta ni agenda hizo, lakini ni tamaa. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia hii misaada ambayo imekopo inatolewa sasa hivi, kusema ukweli ni mtego, na hali ya kibinadamu ama janga la kibinadamu ni baya kweli kweli. Yani hata lile la Yemen tulikuwa tunawasema nao walikuwa na hali mbaya iliyochangiwa na Saudi Arabia, UAE kwa kushirikiana, yani kwa nguvu ya Marekani. Na yenyewe ukikaa ukaangalia unaona kabisa imeachwa, na penyewe hali ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Yote hayo ndo tunayosema kwamba watu wanauana. Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa, which is very bad. Ukikaa ukaangalia na unaona jinsi geopolitics ama mambo yanavyoenda. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia hawa wa Palestina huko Gaza, labda tusubiri tuone, lakini siku za karibuni zitajionyesha, labda watabadilisha mfumo wa ugawaji. Wanadhani wenyewe wanafanya hivyo kama wanavyosema wazuie Hamas kutokuwa na chakula. Lakini mimi nimesha stress hili swali nikajiuliza sana muda mrefu, wachambuzi wengi wanajiuliza, wa Israel wenyewe wanajiuliza, Mossad na maagent wao wanajiuliza, lakini watakuwa hawana majibu. War supplies Hamas wanatoa wapi? Nilishauliza hili swali muda mrefu sana, kwamba hawa jamaa supplies kwa sababu Israel kazuia mafuta, amezuia yani mafuta kwa ajili ya generators, gari na nini, alishazuia zamani. Lakini pia hawa jamaa war supplies inamaanisha ammunition, silaha, lakini pia chakula ni muhimu sana. Hivyo vitu wanatoa wapi? Kwa sababu ukishakuwa una ammunition, ukishakuwa hauna chakula, automatically vita vyovyote huwa vinaisha hata kabla ya kuanza. Kama vilikuwa vijaanza basi huwa vinaisha. Chakula ni muhimu sana. Maji tu ya kunywa yakikosekana yanaisha. Ukiangalia vita vya Badri, kama sijakosea, ni vita vya Badri ambavyo visima vilifikiwa, maji yakawa hamna. Yes, kama sio Badri basi kati ya Badri au Uhud visima vikawa vimefikiwa. Ina maana kama visima vikafikiwa, ilileta hali ikawa ni mbaya sana, na vita upande wa pili vikawa vimewashinda wale wa upande wa pili. Kwa hiyo supplies ni muhimu sana. Nadhani Israel amekopa anajaribu hili tangu vita vimeanza kuweza kuwachoka wa Hamas, lakini paka sasa hivi ameshindwa. Hamas bado wanapigana. Maana yake hawa Hamas watakuwa wana vyakula vyao wao, wana stoko ya vyakula vyao wao. Pengine nashindwa kuelewa hivi ni vyakula gani ambavyo labda hata haviharibiki, au either wameweza kutengeneza njia ambayo labda imetoka chini kwa chini, maybe paka labda imefika labda Egypt huko chini kwa chini, au labda imeenda hata Syria, ambayo njia hii ndiyo chakula au supply zao zinaingia kupitia huko. Lazima kuna sababu ambayo ni ngumu sana kujiuliza kwamba Israel mwenyewe hajaweza kugundua, au wanapiganaje, kwa sababu wakitoka uwezo kupigana una njaa. Kwa hiyo hili limekuwa ni swali ambalo linafikirisha sana. Wenyewe wanafanya hivyo, wanadai wana control Hamas asiweze kupata kabisa access ya kile chakula ambacho kimeruhusiwa kiingie katika ardhi ya ukanda wa Gaza. Sawa. So hii story bila shaka wiki hii kuna mengi ambayo yatajiri zaidi, kwa sababu tuna hiyo masuala ceasefire, lungano hiyo, Hamas inataka yake, Israel, Marekani pia wana mapendekezo yao, ambapo bado hawajakutana katikati na kukubaliana mambo yatakwendaje. So kwa leo tuishie hapo, na sema asante sana kwa kuwa nasi kwenye GPS hii. Ni kukumbushe kuhusiana na SNS Premium, pakua app yetu ambapo kuna content nyingi tu vile vile ambazo unaweza kuzisikiliza bila kufanya subscription yoyote, lakini zile zenye subscription ni moja kati ama miongoni mwa content bora kabisa za kuongeza kuongeza
vingi katika ubongo wako na kuelimika na kuburudika vilevile. Kama tunavyosema, kupitia SNS Premium unajifunza, unagundua, lakini pia una enjoy. Frederick Udala ndio jina langu, DJ Smart pamoja na Ali Masubi. Niseme asante sana, tupatane tena wiki ijayo hapa hapa kwenye GPS. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.